Ilikuwa inakiuka ibara ya 19 kifungu cha pili cha katiba ya nchi inayotamka bayana kuwa shughuli na uendeshaji wa jumuiya za dini zitakuwa nje za mamlaka ya nchi. Sasa kama zitakuwa nje ya mamlaka ya nchi, alafu wewe umetengeneza kanuni na taratibu za kusema BAKWATA ndio pekee, manake umeshaingilia taratibu wa kuendesha dini, na kwa maana hiyo umekiuka hii ibara ya katiba. Hivyo upendeleo wa taasisi moja wa dini dhidi ya nyingine, au kutaka Waislamu wote kuwa chini ya BAKWATA, au kupendelea kiongozi mmoja dhidi ya wengine katika taasisi ni kukiuka masharti ya ibara hii ya 19 kifungu cha pili inayotaka kuwe na uhuru wa kuendesha taasisi za dini bila kuingiliwa na serikali, yani wawe na autonomy. Pia Waislamu waliweza kupeleka ushahidi wa tatu unaonyesha ukiukwaji wa katiba kwa kutaja ibara ya 19 kifungu cha tatu inayohitaji taratibu zinazohusu haki za kuabudu na kuanzisha na kuendesha jumuiya za kidini ziwe zimeainishwa na sheria. Sasa kwa sababu sheria haisemi kwamba BAKWATA ndio itakao kuwa mwavuli wa Waislamu, lazima wanapotaka kujisajili au kufanya mambo yao wapeleke udhamini wa BAKWATA, ni kikiuka hii ibara. Ibara nyingine iliyokiukwa kwa mujibu wa walalamikaji ni ibara ya 20 kipengele namba 1 ya katiba ya nchi inayotoa haki ya uhuru wa mtu kuchanganyika na kushirikiana na watu wengine kwa hiari yake na kwa amani. Ndugu wanahabari, haki ya kikatiba ya kuchanganyika na kushirikiana na watu wengine imetolewa na katiba ya nchi kupitia hiyo ibara ya 20 kifungu cha kwanza kwa uhuru. Sasa kumlazimisha mtu kwamba lazima, yani wewe ili ufanye mambo yako lazima uwe chini ya BAKWATA, uhuru ushauingilia moja kwa moja. Na kwa maana hiyo wewe kama msimamizi mkuu wa katiba ya nchi, kama serikali, umevunja katiba ambayo unatakiwa uisimamie, na mlio wengi kama viongozi mliapa kuilinda wakati mnaingia kwenye mamlaka au madaraka. Lakini pia walalamikaji walihitaja ibara ya 20 kifungu cha 4 cha katiba ya nchi kinachotamka wazi kwamba itakuwa ni marufuku kwa mtu yoyote kulazimishwa kujiunga na chama chochote au shirika lolote. Wanahabari, ibara hii ya 20 kifungu cha 4 cha katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inakuruhusu wewe usiwe mwanachama wa chama chochote wala jumuiya yote kujiunga na chama au shirika au hiari yako. Sasa serikali kwa kupitia ofisi zake, kwa maana ya msajili wa vyama, kwa maana ya RITA na ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali, inawalazimisha Waislamu wawe chini ya BAKWATA. Hapa katiba ya nchi imevunjwa moja kwa moja ibara ya 20 kifungu cha 4. Maamuzi ya Mahakama Kuu baada ya kuwa imesikiliza hoja za pande zote mbili, Mahakama Kuu imekubaliana na walalamikaji kuwa katiba imekiukwa na kutamka kuwa BAKWATA si taasisi ya Waislamu wote wa Tanzania. Taasisi kuu. BAKWATA si taasisi kuu ya Waislamu wote hapa Tanzania. B. Kitendo cha msajili wa jumuiya za kijamii na kabidhi wasimu mkuu walazimisha Waislamu na taasisi za Kiislamu kupata barua za utambulisho kutoka kwa BAKWATA pekee ni kinyume na katiba ya nchi. Ndugu zangu wanahabari, haya ndio maamuzi ya mahakama.
habari iko hapo. Si msajili wa jumuiya za kijamii kabidhi wasii mkuu na mwanasheria mkuu wa serikali kwa niaba ya serikali wameamriwa kutoweka masharti yanayovunja katiba katika usajili wa taasisi na bodi za wadhamini. Haya ndiyo yaliyokuwa maamuzi ya nini, ya mahakama.